Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wasahbihi wa mawala. Leo yaumu tarwiya ndio siku ambayo mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam ameiweka kwamba ni siku ya kuanza ibada ya hija, kama ambavyo aghlabia hujaji wanakuwa mpaka inapofika siku hii ya 8 wako Maka tayari, na ndio jitihada zote wanazofanya wasafirishaji wa mahujaji, wale ambao wanaanzia Maka na wale ambao wanaanzia Madina, lakini wanahakikisha ratiba zao kila zitakavyokwenda, basi mwezi 8 mfungo 3 iwakute wako Maka, ili wengine usiku wa kuamkia mwezi 8, kuanzia usiku wa kuamkia mwezi 8 ndio harakati za kuanza hija na kuhirimia hija zinapoanza. Watu husafiri kutoka Maka kuja Mina, ambapo yaumu tarwiya ni sunna kulala katika siku hii, mchana wa leo kushinda hapa na kufanya ibada mbalimbali, adhkari na nini, na kulala hapa leo, kesho asubuhi kuamkia safari ya kwenda Arafa. Kwa hiyo ni siku muhimu sana, siku muhimu sana, kwa sababu ndio siku ya kuingia katika jambo lile ambalo hasa ndilo lililowaleta watu katika miji hii. Na alhaju Arafa, hija ni Arafa. Sasa kwa kuwa hija ni Arafa, basi imekuwa ni vizuri sana kuianza leo, kuhirimia kabisa leo. Miezi hii mitatu yote kuanzia Shawwal, Dhulqaada na hii Dhulhijja, siku 10 hizi ni wakati wa kuhirimia hija wote huu. Lakini hii siku hii wameifanya watu kwamba ni makhsus, kwa sababu ukihirimia leo, maanake yaumu Arafa itakukuta uko ndani ya ibada ya hija. Ni rahisi kutekeleza nguzo ya kuhudhuria Arafa, ni kutoka hapa tu kuelekea Arafa moja kwa moja, kuliko kama ukisubiri uhirimia ile siku ya Arafa, waweza tokea hili na lile likakukwaza, alafu ukakosa baadhi ya wakati wa ubora wa kuwepo Arafa. Pamoja na kwamba al-wuqufu bi Arafa muda wake unaanza baada zawali, wakati wa dhuhuri mpaka alfajiri, lakini aljamu baina al-layli wan nahari ni moja katika sunna, katika ubora katika kule kuhudhuria. Kwa hii inaweza ikakukosa kama hukuhirimia kuanzia siku ya leo. Alhasil ni kwamba kuhirimia siku ya leo kuna umuhimu mkubwa sana. Tena si kuhirimia tu, bali kufika Mina hasa na kuanza kuvaana na ibadati mbalimbali, tukisubiri nguzo ya kwanza baada ya ihrami, ambayo aghlabu ndio nguzo tunayotekeleza kwanza. Ingeliwezekana tukasai baada ya ihrami, lakini mara nyingi kabisa hujaji wengi huanza na nguzo ya al-wuqufu bi Arafa. Kuanzia hapo sasa nakuwa tayari ufunguo wa matendo ya hija umekushatiwa, ndio mpaka mwisho wa siku za tashriki. Kwa hiyo kwanza niwahusie ndugu zangu Waislamu wote kwa ujumla kwamba siku hizi ni katika masiku yaliyo bora. Kwa si kwa sisi tu tulio katika viwanja hivi kama hujaji, bali hata wale ambao si hujaji hawako katika ibada ya hija pia wana nafasi kubwa ya kuweza kuchuma kheri katika masiku haya, ikiwa ni yaumu tarwiya leo, yaumu Arafa. Tunafahamu kwamba kuna saumu yaumi Arafa pia ni katika ibadati ambazo mtu akifunga anapata thawabu nyingi, kama vile ambavyo sisi kwa mtazamo wetu kila mahali wana yaumu Arafa yao kulingana na muandamo wa mwezi. Pamoja kwamba sisi hapa kesho tunahudhuria Arafa, lakini tulokwenda nao sambamba katika muandamo kesho atakiwa wafunge. Na kama kule kwetu Tanzania wamechelewa kuona mwezi kwa siku moja, basi nao watakiwa wafunge kesho kutwa saumu yaumi Arafa. Pamoja na hivyo, lakini na kufunga siku ya 8 pia ulama wamesema ni vizuri mtu akafunga na siku ya 8, tena hasa katika mwezi kama huu ambapo inawezekana
kabisa kwamba mwezi uliandama hawakuuona watu. Kama uliandama hawakuuona, maanake ile wanaohesabu wao kwamba ni 9 itakuwa sio 9. 9 ni jana yake. Kwa sasa ulama wameelekeza ifungwe 8 na 9 ili uwe na uhakika wa kuipata ile 9 ya kweli. Lakini mbali ya hivyo, si ya Arafa tu itakiwa kufungwa, bali hizi siku zote 10 ni siku za saumu. Kwa hiyo ni mausim, ni muda mzuri sana huu wa kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja zetu mbalimbali. Ni muda wa kuchuma, na huu mwezi wote wa Dhulhijja, tukiacha zile siku 4, siku ya Eid na siku 3 za tashriki, zote bado ni siku za ibada, ni siku za kufunga. Kwa watu ninachowahusia ni kwamba tuitumie hii nafasi, hata kama wewe si haji, tumia nafasi hizi, na sisi tulio huku basi inshallah tunawaombea na wenzetu nao vile vile, pamoja na kwamba dua ni popote, yaombwa popote, lakini sisi ni musafirina. Tumesafiri kutoka kwetu Tanzania mpaka huku na tuko katika ibada hizi, na maana muda mrefu mwingi tuko ndani ya ibada. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu huenda akaziitikia zaidi dua zetu, lakini hata wao pia watakiwa watuombee na sisi. Kwa hiyo sisi tunawaombea sana wenzetu, lakini katika mambo pia ya kuomba kama hivi mbele hapo, kwa Waislamu wote tunahusia, unakuja uchaguzi, takiwa tuombe nchi yetu iwe na amani. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tunavyoishi kwa amani, basi tuendelee kuishi kwa amani. Jingine kwa ndugu zangu wa Shamsil Maarifi, kama Sheikh alivyosema, mbele yetu tuna jambo letu hili la kila mwaka, nalo tuliombee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo linakwenda vizuri siku zote, basi liende vizuri zaidi. Na jambo lile tunafahamu kwamba kila mwaka linazidi kupanuka, basi kupanuka kwake kule na kukua kwake kule izidi kheri, isije ikafikia mahali likawa ni shari kwetu. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufiki na azidi kutuongoza tuweze kumwabudu na kumuomba sana.